kule kwa Abu Twalib Msheli wamegonga hodi wakaambiwa huku haiwezekani kabisa na wala mthithubutu tena kuja kuulizia. Sasa vichwa vinauma, wanajikuna wanauliza viongozi wa klabu ya Simba wakisema watafute golikipa mwingine wa kigeni, manake wanapaswa kulikata jina la golikipa wao Musa Kamara Pingping, na ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu wanaufahamu ubora wa golikipa wa Musa Kamara Pingping, lakini pia tumaini wanalo ni mwezi Februari tu. Lakini swali ni je, mwezi huu wa kwanza kuna Esperance Sportive de Tunis wanaenda kukutana naye, nani ambaye atasimama katika milingoti ya klabu ya Simba kuinusuru Simba na kufufua matumaini ya wao kufanya vizuri katika hatua ya makundi kuelekea hatua ya robo finali klabu bingwa barani Afrika. Na hapa ndiko ambako likatajwa jina la golikipa na nyanda wa klabu ya Pamba Jiji ya kule nyumbani Mwanza, lakini pia kuna jina lingine la Eric Joora ambaye huyu ndio anaongoza kwa kuwa na clean sheets nyingi paka sasa hivi licha ya timu baadhi kutokucheza mechi nyingi za ligi kuu ya Tanzania bara. Jina langu ni Florence Renatus. Maswali ni mengi, of course utakuwa nayo, na mwenzangu aliyoko hapa sio mwingine ni Hassan Saddam. Tuko hapa kwa ajili ya taarifa nyingine nzuri ya kimichezo ambayo inagonga kule mitaa ya Msimbazi. Niko hapa kwa ajili ya habari nyingine njema kweli kwa wewe mfuatiliaji wa Dara Sports. Ni kwamba sisi Dara Sports kushirikiana na kampuni kubwa ya kimtandao ya Yasi tumekuletea router pamoja na pocket MiFi za Yasi. Naomba nipumzike kidogo. Pocket MiFi hizi bwana utazipata kwa takriban shilingi 50,000 tu. Ni shilingi 50,000 utazipata pocket hizi MiFi, lakini zinakuwa hazina bando ndani yake. Na utainunua ikiwa na bando kwa shilingi 120,000, bando lake ni 70,000. Maana yake unaweza ukainunua kama ilivyo pocket MiFi kwa shilingi 50,000, lakini kama utahitaji tukuwekea na bando tukamilishe kila kitu, maana yake ni 50,000. Ila tunaweza tukakupa kwa maana kukuuzia, alafu wewe ukaenda kumalizia masuala yote ya bando. Tunazo hapa Data Sports na ziko nyingi kweli kweli. Yasi wakasema tuwape Data Sports ili watazamaji wao wasiwe wanapata shida ya kuperuzi katika vipindi vyao, lakini pia wanapokuwa katika mitandao ya kijamii, lakini pia kuepusha zile foleni za kwenda kupanga sijui unatafuta wifi. Hizo tumerahisisha Data Sports. Kwa hiyo jipatie pocket MiFi kutokea hapa Dara Sports. Na kikubwa zaidi kutoka kwa pocket MiFi hizi ni kwamba zinabebeka bwana popote pale. Msimu wa sikukuu, hata upo kwenye daladala, uko sehemu gani, unaitia mfukoni mwako, maisha mengine yanaendelea. Lakini tunazo router safi za Yasi ambazo zinauzwa shilingi 250,000. Hizi bwana zinakuwa na bando la bure la mwezi mmoja. Hizi zina kasi ya 5G. Tunazo hapa Dara Sports. Tunakuletea popote pale ulipo, lakini pia tunakufanyia settings zote. Wewe tukikukabidhi kazi yako ni kuenjoy internet safi ya Yas. Naomba niutumie wakati huu sasa kukwambia karibu ndani ya Dara Sports. Uko vizuri Hassan Saddam? Uko vizuri kabisa. Umesema kwa swala zima la internet. Ya, kwenye mic hapo nikusikilize vizuri. Umesema swala zima la internet. Yaani kana kukumbushia kwamba miongoni mwa vitu vinne unatakiwa uongeze na internet. Simu kubwa bila bando. Vitu vitatu vile vya msingi, basic ongeza na cha 4. Yes, ongeza na cha 4. Simu kubwa alafu na internet. Acha hiyo sio. Ni kama mwanaume sio kuwa na hela kwa mwanamke, au ni ya kwangu. Leo mtazamaji wa Dara Sports, kubwa zaidi tumeanza na moja tu kumpa taarifa kuhusiana na klabu ya Simba kuumia kwa magolikipa wao, ugumu ambao wanakutana nao Simba kwa sasa hivi, lakini pia ugumu huu unachangiwa sana na ratiba ngumu ambayo iko mbele yao. Wana mechi mbili kubwa ambazo zinawakabili, ambazo zinaamua hatima ya Simba kwenda hatua ya robo finali klabu bingwa barani Afrika. Ni dhidi ya Esperance Sportive de Tunis ambayo itapigwa tarehe 22 mpaka 23, alafu baadaye ni ile ambayo wanamrudisha Simba. Yaani Simba anakuja kumalizana naye Esperance, anaenda nayo kwao alafu anamrudisha hapa Benjamin Mkapa. Ni mechi mbili ambazo magolikipa wao wawili bora, Yakubu Suleiman pamoja na Musa Kamara Pingping, hawatakuwepo. Kipengele kikaja nani ambaye anaweza akachukua nafasi ya hawa wawili. Ukisema watafute mgeni, sheria iwaruhusu kwa sababu tayari mna golikipa wa kigeni. Sio, unanielewa? Maana yake hamtakiwi kutafuta golikipa wa kigeni, mtakiwa mtafute mzawa. Mzawa yupi ambaye anaweza akaimili pressure ya game mbili kubwa ambazo wanazo mbele yao? Mzawa yupi ambaye tayari ana experience inapofika swala la kucheza? Unajua game za kimataifa na game za ligi kuu ni game mbili tofauti kabisa. Tunanielewa vizuri? Ndio maana kuna baadhi ya vitu tuliviona kwa Yakubu Suleiman alikuwa vifanyi ligi kuu, lakini tumeviona kwenye michuano ya kimataifa. Sio, unaelewa vizuri? Zimepelekea Simba kupoteza mechi. Sio, tuko pamoja. Yani kuna kitu kinaitwa experience. Yani kuna uzoefu fulani wa michuano mtu unakuwa nao. Uzoefu ni kitu kimoja kizuri sana. Unaweza ukawa
yani certificates zako ni nzuri na kila kitu, lakini tunakuja kwenye swala la experience kidogo. Una experience gani? Ndio maana hata watu ambao wanaenda kuomba kazi mahali huwa kuna sehemu wameandikwa experience working experience yako, umefanya kwa muda gani, kwa muda gani, ndio kufanya nini. Alafu sasa hizi bana unaweza kuwa na vyeti, lakini pale ukituma vyeti wanakuambia ndio, wakwambia tuma kwanza kazi. Wanataka kazi alafu baadaye ndio utume nini vyeti. Ndio kwanza tuma kazi zako alafu vyeti baadaye. Ndio so hiyo ni moja ya swali ambalo viongozi wa Simba wanawaza. Sasa tumtafute nani? Taarifa zikaja kwamba jina ambalo limependekezwa na limepewa kipaumbele ni jina la golikipa wa Pamba Jiji, Homeboyz, Yona Amos ambaye zamani alikuwa kipa wa Tanzania Prisons. Kwa sababu na takwimu zake unaweza kutupitisha hapo then tukazichambua vizuri, hata mshabiki wa Simba naye pia anaweza akasema okay fine, huyu anaweza akashawishi kutoka kwenye klabu yetu. Ukiangalia kwa msimu, labda tuanze kumwangalia msimu uliopita, msimu wa 2024-2025. Huo ndio unaweza kusema ndio msimu wake ulikuwa bora. Alikuwa miongoni mwa magolikipa walioingia kwenye orodha kwa sababu alikuwa na clean sheet 11 msimu mzima kwenye mechi 28. Yeye amecheza mechi 28 tu. Kiachana kwamba wengine wamecheza mechi 30, yeye pekee yake amecheza mechi 28. Kwa maana kuna mechi mbili hakufanya nje hakushiriki. Kwenye ile mechi 28 alikuwa na save nimeshazungumza, clean sheet 11 kwenye mechi nzima. Kwenye magoli ambayo alikuwa consider alifunga goli 20 na goli 27 kwenye 28. Huyo ni yeye. Saves alizofanya, amefanya saves 67 kwenye saves 89. Huyo ni Yona Amos. Dakika alizocheza amecheza dakika 2000 na 2225 alizocheza msimu uliopita kwenye hizo mechi 28. Sio over ya 30, mtu akumbuke hilo. Sio over ya mechi za msimu mzima wa ligi kuu. Alikuwa na man of the match tuzo msimu, kumbuka siku hizi kuna hizo tuzo za NBC zinatoa man of the match. Yes, aliondoka na tuzo 3. Kwa hiyo unaona kuna alikuwa golikipa aina gani kwa baadhi ya mechi ambazo aliziamulia matokeo yeye kama yeye. Huyo ni Yona Amos. Uliofanyaje uliopita msimu wa 2024-2025. Tukija sasa msimu ambao umeanza rasmi tunavyozungumza, Pamba Jiji ni mechi moja pekee ambao wameruhusu, ambao wametoa sara, ambao wameondoka na clean sheet. Zilizobaki kwenye mechi 5 walizocheza zote wameruhusu. Kwa ina maana ana clean sheet moja kwenye mechi 5 walizocheza, zilizobaki ameruhusu mabao yeye kama golikipa. Ameweza kufanyaje? Ameweza kuruhusu mabao. Kwa nini watu wanampendekeza Yona Amos wakati kuna magolikipa wengine? Hapo kuna golikipa wa Mtibwa Sugar naye anatajwa, lakini hapewi nafasi kubwa zaidi. Na tunavyozungumza hadi sasa mazungumzo tayari yashaanza kati ya Simba na Pamba Jiji kuona kama anaweza kupata huduma yake kwa muda. Mtu anaweza kana anajiuliza kuna golikipa pale mwingine ambaye yupo pale, Hussein Abel. Unauza kwa nini Hussein Abel yeye haaminiwi kufanyaje kuchukua mikoba? Turudi, hii ni ukweli usiopingika. Yona Amos toka magolikipa wawili wawepo ambaye tunamzungumzia wakati yupo Ali Salim Katoro kabla hajaenda Dodoma Jiji, akiwepo bado Feruzi, akiwepo Aishi Salum Manula, akiwepo na Musa Pipi ni Kamara. Kwa hiyo takriban magolikipa wanne pale ndani ya Simba. Hussein Abel hakuwahi kupata game time tangu atoke KMC atue ndani ya klabu ya Simba. Dakika alizocheza ni dakika 22 pekee kwenye mechi tangu ametoa ndani ya klabu ya Simba. Kwa amecheza muda mchache mno. Tunapozungumza msimu huu tangu Simba imeanza kampeni yake ya Hussein Abel, yeye hajaingia uwanjani kucheza mechi hata moja. Kwa hiyo ni nadra sana kusema sasa hizi tunamwamini Hussein Abel ambaye hajacheza mechi yoyote, unakuja kumkabidhi mechi yenye nguvu kubwa, yenye quality kubwa, yenye mahasi kama Esperance yenye uhitaji mkubwa wa matokeo. Wakaona kwa nini ndani ukiangalia magolikipa wengi wazao tulionao tuache, yani ni ukweli usiopingika, ni wachache ambao wamecheza mechi za kimashindano hususan za klabu bingwa na kombe la shirikisho. Ukiachana na golikipa wa Azam, Simba na Yanga, golikipa gani yupo utakuja mtaji? Hata huyu Yakubu Suleiman mwenyewe tunayemzungumzia hajacheza mechi yoyote ya kimataifa tangu alipotoa Simba na akaanza kucheza mechi za kimataifa. Kwa hiyo unayemwona anayeweza kufaa pale ni Yona Amos. Kwa sababu kwa nini Yona Amos anachukuliwa? Kwa sababu yeye ameshacheza, ana muda, ana game time ndani ya mechi 5 amecheza. Tunapozungumza sasa amecheza dakika 422 msimu huu kwenye hizo mechi 5 alizocheza. Yeye Yona Amos amecheza dakika 422 msimu. Kwa hiyo tayari ashapata game time. Sasa tuulizane, mtu ambaye hajacheza na ambaye ameshacheza yupi bora zaidi? Ambaye hajacheza na au ambaye ashacheza tayari? Ashajua ladha, ashadaka. Sasa ina maana ukuje kumchukua Hussein Abel. Kwa hiyo tunamtarajia Hussein Abel labda kama ataanza mazoezi yake rasmi, ataanza kwenye mashindano ya Mapinduzi Cup ambayo ataanza nafikiri tarehe 29 Mapinduzi Cup inaweza ikampa Abel sasa game time yeye kudaka kwa sababu hata kuwa na mpinzani yoyote. Sasa unaona madhara ya kuwa unachagua golikipa moja yani katika kila mechi ndo kama haya. At the end of the day of course team lazima iwe na golikipa mmoja ambaye ni bora, ndiye ambaye
atakuwa anapata nafasi nyingi sana kuwa anaanza katika kila game. Lakini lazima pia huo unahakikisha unatoa nafasi kwa wale wengine wale wengine kuwa angalau wanapata ile game time. Mimi sikumbuki Hussein Abel mara ya mwisho umemzungumzia hapa kumuona kwenye lango la Simba. Yaani I don't remember. Hata msimu uliopita kumuona bado amebaki kwenye klabu ya Simba. Nilikuwa nasema kweli watu wana bahati pia. Unaelewa vizuri. Leo hii sasa magolikipa wako wote wawili wameumia. Sawa? Unabakiza golikipa mmoja ambaye ulikuwa hata haumtumii kabisa. Unaelewa vizuri? Sasa hofu ya kumtumia yule golikipa ndio kama hii unayoiona hapa. At the end of the day inafikia hatua ya kwenda kutafuta golikipa mwingine. Yaani kitendo cha kutoka kwenda kutafuta golikipa mwingine ndio unadhihirisha kabisa kwamba huyu golikipa uliye naye umwamini na akufai. Yaani sio akufai. Umwamini, anakufaa ndio maana umembakiza kwenye klabu. Yaani humwamini hata kidogo. Ungekuwa unamwamini usingeingia hasara ya kwenda kutafuta golikipa mwingine wakati mwingine. Kwa kuna watu wakawa na maswali, kuna wameanza kwa maswali ambayo yameanza, doubt nyingi zimeanza. Aliyemsajili Hussein Abel ni nani? Kama ushakutana na hicho kitu. Watu wanaulizana, kama Hussein Abel alisajiliwa kuja kukaa Simba muda wote, ni kwa nini wamemsajili alafu wanamkarisha nje apate game time ya kucheza? Yakawa ndo maswali akisema kwa hiyo sasa ni zamu wao kumwamini Hussein Abel, wakamwamini ili wampe nini? Wampe nafasi ya yeye kufanyaje? Kudaka kuonesha. Lakini unapokuja kurisk unamwaminije Hussein Abel kwa sasa wakati timu inahitaji matokeo? Kumbuka Simba tunaizungumzia kwa sasa, juzi tu hapa wametoka kutuambia kwamba kwa wao hawana nini? Hawana migogoro. Tunapoizungumza Simba ya sasa tunaizungumza ina kocha mpya ambaye kocha ndo anakabidhiwa majukumu. Chini ya kocha hatujajua kwa sababu hajataja labda kocha usaidizi na nini, maana hatujajua hiyo swala la wengine. Lakini tunayemkumbuka ni Sulemani Matola kwamba yeye yupo kwa sababu bado hamna taarifa rasmi. Kwa unaposema goalkeeper tena, yani umemaliza kumbadili kocha, ni anakuja kocha mwingine ni mpya, anakabidhiwa majukumu ya timu. Hapo unapata pengo, unaweza sema ni pengo kubwa. Magolikipa wako wote wawili ambao ulikuwa unamwamini golikipa namba 1 na namba 2, wote hawapo kwenye timu. Tayari una kazi mbili za kujibu. Alafu mbele yako na mechi ya maamuzi. Hii unaweza kusema hii ndio hatima ya Simba msimu huu. Tuache hizi story. Unajua kuna hizi mtu anarudisha story ya mwaka 2000 msimu 2023 na 24 ambako anakutajia Vipers kwamba naanza naenda namfunga Vipers, narudi naanza namfunga Vipers hapa nyumbani, naenda kwake ananipa alama, namaliza kuchukua alama, nakuja namsubiri Oroya, namaliza naelekea hatua inayofuata. Msimu huu imebadilika, ni tofauti kabisa. Kwa sababu wapinzani unaokutana nao ni quality tofauti na quality ambayo alikuwa nayo Vipers. Hata kama Vipers alikuwa mzuri msimu huu, ni nadra sasa unapokutana na timu ambayo tayari ni bingwa nyuma huko. Ukiachana bingwa msimu uliopita ametoka katika nafasi 4 za timu za mwisho katika hatua hii ya kombe la shirikisho barani, kombe la klabu bingwa barani Afrika. Unacheza na Esperance de Tunis. Alafu kwenye golikipa, sema ya golikipa, unaenda tena kubeti. Wakati Mwarabu mistake wenyewe kosa moja tu analolifanya. Hilo ndo wanalokuadhibu. Na golikipa ndo mlinzi salama golini. Sasa ikitokea anakukosea golikipa, unakosa golikipa, ni maana Simba imewalazimu mara moja. Na golikipa ambaye tulimzungumzia hapa mwanzoni ilikuwa ni wa Yanga. Kidogo unaweza kusema Abutwali Msheli. Nilisema kwa sababu yeye tayari ameshapata experience ya kudaka baadhi ya mechi nini za kimataifa kama hizi akiwa na Yanga. Kwa hiyo unaweza kusema yule anafaa. Lakini Hussein Abel kwa vyovyote vile huwezi kumdanganya mtu hafai. Ni golikipa mzuri, lakini kwenye mechi yenye pressure kama inayokuja pale mbele hana game time yoyote. Unamaliza unamweka ndani akacheza mechi Esperance de Tunis. Hajazoea wa mabeki, hana muunganiko mzuri na wa mabeki wake. Nasema hata kwa golikipa atakayekuja kuchukua mikoba ya Yona Amos. Labda kama ni Yona Amos ndo anakuja kuchukua mikoba ya magolikipa wawili ambao wafanyaje wako nje. Ana kazi kubwa ya kuhakikisha anatengeneza partnership nzuri ya kuunganisha ili waweze kufanya kazi nzuri. Bwana ni Sani Sadamu huyo, of course alikuwa anazungumzia maneno bora kweli kweli. Vijana ambao tuko nao hapa Dar Sports, of course nakushukuru sana kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi. Ni mimi Florence Renatus, mwenzangu alikuwa ni Royce, ni Sani Sadamu. Unaona sasa nimeanza kuchanganya. Simba wananivuruga sana mimi. Nataka nimtaje kapitano hapa. Mtaje kapitano ndio. Sagara. Yani kubwa zaidi ni mtafanya nini wakati huu? Tayari mna eneo nyeti ambalo lina changamoto. Ndio. Hatutamani kuona mnasema ni sababu ya kiufundi ambayo inaenda kuwaangusha. Of course ni sababu ya kiufundi ambayo inaweza ikawaangusha, lakini tayari imeshaonekana kabisa. Kwa hiyo mnapaswa kujua namna gani ya kuiendo. Good enough ni kwamba
imetokea wakati ambao dirisha dogo la usajili lipo mlangoni. Limefunguliwa tunasema. Kwa hiyo ni room mnayo ya kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Mkiamua mfute Kamara mweke pembeni, tunakulipa tu vizuri kama kawaida, lakini lazima tutafute mtu mwingine kuja wa kuendeleza gurudumu lako. Ila kama mkiamua kubeti inawezekana pia wakabeti. Yaani hapa sasa ni 1-1. Sio, unanielewa value ya kimataifa wanaijua. Simba iko nafasi ya 5 kwa ubora. Hamna ambaye ajui hilo. Sio, unanielewa Simba iko nafasi ya 5 kwa ubora. Kwa hiyo nafasi hiyo ya 5 kwa ubora ukija unaweza kaja ukafanya calculation ukagundua kuna baadhi ya alama ambazo Simba amezipata ilikuwa ni uwezo wa magolikipa ambao ulikuwa katika lango la klabu ya Simba. Sio, unanielewa vizuri? Hilo uwezo kapinga. Na vizuri Kwa hiyo leo mnapaswa pia kutafuta mtu mwingine ambaye anaenda kulinda hadhi ya namba 5 kwa ubora barani Afrika. Au msitafute mkaamua kuchukua wale ambao waliopo ndani, mkawachezesha mechi mbili za kimataifa zinazokuja ambazo zitaamua tu robo finali. Lakini at the end of the day kumbukeni, mkitoka tu makundi, mkitoka tu mna drop. Mkidrop wengine wanapanda pale. Na maana sasa tunavyozungumza, ndio maana kinachosubiriwa ukiangalia, umezungumza vizuri swala kwamba kuna nafasi nyingine au hizo kwenye zile nafasi ya 5 Simba aliyopo kuna baadhi ya magolikipa ndio ameipeleka. Twende mfano, tusende mbali tu. Simba atoa mechi yake ya kwanza dhidi ya Al Ahly Tripoli. Unaweza kusema kwamba alikuwa ni msaada wa golikipa Musa Pepe ni Kamara. Ndiye aliyewavusha Simba kuelekea. Yaani hata huko unaweza zile tu si wazihesabiki. Hatua tu ya robo final dhidi ya Al Masry. Golikipa huyo Musa Pepe ni Kamara. Kwa hiyo ina maana ulivyosema vizuri kwamba swala lazima wamkate Musa Pepe ni Kamara wakatafute golikipa mwingine. Je, atakayekuja mna uhakika naye? Yaani hapo swali liko hivi. Na atakayekuja unajua purpose anakuja kwa sababu unajua Kamara akimtoa ndo acheze kabisa mpaka ligi inaisha. Ndio. Atakayekuja maana yake wamefanya ni kama kitu cha muda mfupi. Ina maana kwa amefanyika kama ile kufanyika ya Kubo Lakred kama unamkumbuka. Na kuna muda aliondolewa kwenye system, tukiwa tunasubiri wakamuongeza mwingine. Hii mada ni ndefu sana. Bwana nyuma kamera alisimamia kamera vizuri, tumeng'ara tumependeza, anawaambia happy Boxing Day wanafamilia wote wa Dar Sports. So mwingine ni Mr. Paco. Bye.